Tuchukue nafasi tukae, lakini pia msoma wasifu wa marehemu tafadhali ajiandae. والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا الله أحينا على كلمة التوحيد وأمتنا على كلمة التوحيد واحشرنا على كلمة التوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. Yes, baada ya dua fupi na kushukuru shahada. J 7733 PC Zuberi Bakari Lombe, kwa mujibu wa kumbukumbu za ajira, alizaliwa tarehe 28 mwezi wa 5 2003 katika kijiji cha Buswela, wilaya ya Mwanza, mkoa wa Mwanza. Elimu: alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Kijichi iliyopo wilaya ya Temeke, mkoa wa Dar es Salaam, kuanzia mwaka 2010 hadi mwaka 2016. Alipata elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Kijichi iliyopo wilaya ya Temeke, mkoani Dar es Salaam, kuanzia mwaka 2017 hadi mwaka 2020. Ajira: alijiunga na jeshi la polisi tarehe 31 mwezi wa 5 2023 katika shule ya polisi Moshi, na baada ya kuhitimu mafunzo ya awali tarehe 25 mwezi wa 3 2024
alipangiwa kazi mkoa wa Rukwa katika kikosi cha kutuliza ghasia. Pamoja na kuwa na umri mdogo kazini, askari huyu alikuwa mwepesi wa kujifunza hadi kufikia kuwa mkufunzi wa maafisa, wakaguzi na askari wa vyeo mbalimbali. Alibobea katika nyanja mbalimbali ikiwemo paredi mbalimbali za kijeshi, mbinu za medani za kivita, mafunzo ya silaha na mbinu za kujihami self defense. Kifo tarehe 14 mwezi wa 7 2026 majira ya saa 4 huko katika kijiji cha Kanazi wilaya Nkasi mkoa wa Rukwa. Marehemu alikuwa anaendesha gari ndogo akitokea na Menyele kuelekea Sumbawanga. Alipata ajali na kusababisha kifo chake. Familia, marehemu ameacha mke inna lillahi rajiun. Poleni kwa msiba wote. Asante. Asante. Baada ya wasifu wa marehemu, ratiba inayofuata sasa ni utambulisho wa watu tuliofika katika maeneo haya. Tutambue uwepo wa ofisi ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Rukwa, lakini pia tutambue uwepo wa Mahakama Kuu Kanda ya Sumbawanga. Tutambue uwepo wa ndugu zetu wa ofisi ya Mwanasheria Mkuu Mkoa wa Rukwa. Tutambue uwepo wa ndugu zetu wa Umoja wa Waendesha Pikipiki Mkoa wa Rukwa, lakini pia tutambue uwepo wa ndugu zetu wa ofisi ya Mshauri wa Jeshi la Akiba. Tutambue uwepo wa ndugu zetu wa ofisi ya TAKUKURU Mkoa wa Rukwa. Tutambue uwepo wa idara ya uhamiaji Mkoa wa Rukwa. Tutambue uwepo wa ndugu zetu wa Jeshi la Magereza. Tutambue uwepo wa ndugu zetu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Lakini pia tutambue uwepo wa ndugu zetu wa idara ya usalama wa taifa. Lakini pia tutambue uwepo wa timu ambao alikuwa anacheza mpira ndugu yetu Zuberi Bakari Lombe, timu ya Young Veterans. Lakini pia tutambue uwepo wa viongozi wa dini, lakini pia tutambue uwepo wa machifu wetu, lakini pia tutambue uwepo wa kamati yetu ya ulinzi na usalama ya wilaya. Yamesoma hapa, alikuwa bado kijana kama mimi, japo nampita, ila mimi sio kijana unaofikiri. Mimi ni mzee kijana, ndio chifu mkuu wa Wafipa Milanzi. Ni kijana ambaye yamesoma, alikuwa vile vile ni mkufunzi wa wenzake. Ni pengo kubwa sana, na naamini nidhamu yake imemfikisha kufikia hatua hiyo ya kuaminiwa na kuwa mkufunzi wa wenzake. Naamini saa nyingine asingekuwa na nidhamu ya hali ya juu kwa mkubwa wake, kwa maana ya RPC, huenda angemfukuza kazi na singefia mikononi mwake leo hii. Ni pole nyingi kwa maaskari wenzake kuondokewa na mwenzenu. Ni pole nyingi kwa kamanda mkuu wa Jeshi la Polisi mkoa. Ni pole kwa nyinyi. Kimila tunaamini amestaafu mwili, kiroho bado anafanya kazi, na Kimila tunamuombea, tunamuomba kule aliko katika ulimwengu wa visivyoonekana, asifanye kazi ya ninyi mliobakia hapa duniani ikawa ngumu. Ndicho tu ambacho tunamwomba kule aliko, kazi yenu iwe nyepesi, isiwe ngumu. Ndicho tu pekee ambacho Kimila tunamuomba hicho. Basi kwa niaba ya machifu wenzangu wa Ufipa, nipende kufikisha salamu za pole kwenu ninyi maaskari wenzake na waombolezaji wote, zaidi sana kwa kamanda mkuu wa Jeshi la Polisi mkoa wa Rukwa. Asante sana. Nasimama hapa mbele kwa ajili ya kutoa pole kwa Jeshi la Polisi mkoa wa Rukwa, na pia kwa maofisa, askari pamoja na watumishi wengine wa mkoa wa Rukwa. Poleni sana.
tumesikiliza yaliyosemwa dhidi ya Zuberi. Alikuwa ni mtu mwema, alikuwa ni mchapakazi. Sisi kwa upande wetu magereza pia alikuwa ni mwalimu wa Bigula, na pia tumeona mambo mengi ambayo ametufanyia sisi. Kwa hiyo sisi tumepata pengo, polisi wamepata pengo, na jamii imepata pengo. Cha msingi tumuombee ili Mwenyezi Mungu aweze kumpokea na abahatike kuishi maisha yale ya umilele kule mbinguni. Basi baada ya kusema hayo, niseme pia Jeshi la Magereza, sisi ni majirani wa Jeshi la Polisi na pia tuko katika idara moja. Sisi kwa kweli tumepata pengo, tunashindwa hata kusema, lakini kwa kuwa Mungu ndiye mwenye ratiba yetu, hatuna la kupinga. Tukisoma kile kitabu cha Ayubu sura ya 14 mstari ule wa kwanza na wa pili, inasema kwamba siku za kuishi mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke si nyingi, nazo hujaa taabu. Mstari wa pili unasema kwamba huchipua na kisha hukauka kama ua, na hukimbia kama kivuli wala harudi. Kwa hiyo sisi hapa tunaomboleza, lakini hakuna tunachoweza kubadilisha isipokuwa kumwombea. Kwa hiyo niombe Mwenyezi Mungu ajalie faraja familia ya marehemu, pia ajalie faraja Jeshi la Polisi, kamanda wetu afande wetu Masija, kamanda mkuu wa Jeshi la Polisi hapa Rukwa. Tunaomba Mwenyezi Mungu ashushe baraka kati ya wale wote walioumia, na pia atuwezeshe tuweze kufanya kazi tunapoishi bila uwepo wa Zuberi. Baada ya kusema hayo, niseme tu kwamba Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Asante. Mwana kondoo ameshinda. Naam. Kamanda wa polisi wa mkoa, mkuu wa magereza mkoa, na viongozi mbalimbali mliofika hapa, na sisi upande wa mahakama tunachukua nafasi hii kutoa pole kwanza kwa kamanda wa polisi. Kama ilivyoelezwa hapa, amepoteza kijana shupavu ambaye kwa kusema tu alikuwa ndio analianza kulihudumia jeshi la polisi. Mimi amenidokeza kwamba kijana alikuwa na miaka 19 alipoanza kutumikia jeshi la polisi, na hapa alikuwa bado kijana mbichi kabisa. Na nitoe pia pole kwa mke wake ambaye naye nimeambiwa ndio ni hivi karibuni tu, hawana muda mrefu katika maisha yao. Lakini yote haya ni ya Mungu, na Mungu anatuleta hapa duniani kwa makusudi kama ilivyosemwa na shehe wetu, na kutuleta hapa duniani, anatuondoa duniani kwa jinsi gani na kwa namna gani pia imeelezwa na waliotangulia. Kwa hivyo basi yeye ameamua kumwita yeye mbele na sisi nyuma, kwa sababu ndivyo utaratibu alivyoweka. Tuna namna. Sisi upande wa mahakama tumeguswa na msiba wa kijana huyu. Tumeguswa kwa sababu ni moja kati ya anatoka katika wadau tunaofanya nao kazi kwa karibu. Kwa hivyo kwa kweli kijana Zuberi kuondoka mapema vile kumetugusa sana, na niseme tu ya kwamba basi kwa sababu tu ni kazi ya Mwenyezi Mungu, hatuna namna. Baada ya kusema hayo, niseme ya kwamba tutawasilisha na sisi mkono wetu wa pole. Pole sana kamanda wetu wa jeshi la polisi mkoa. Poleni sana watumishi wa umma wilaya Sumbawanga na mkoa wa Rukwa kwa ujumla. Poleni sana wana michezo, machifu wetu na waombolezaji wote mlioko hapa. Zaburi ya 90 mstari ule wa 10, Biblia inasema siku zetu ni miaka 70 na tukiwa na nguvu ni miaka 80. Lakini kuna mwingine hafikishi. Ni kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tunatarajia kwenye oda ya maisha yetu kijana wetu
angewazika wazazi wake, shangazi zake, baba zake wengine, lakini yamkini yeye ndo anakwenda kuzikwa. Wamezungumza wengi, lakini niseme tu kwamba kila mmoja wetu kaja duniani kwa kusudi, na lile kusudi likiisha, Mungu anakuita, na anakuita kwa namna mbalimbali. Mwingine kwa usingizi, mwingine kwa ajali ya majini, MV Bukoba naikumbuka. Kuna wengine kwa ajali barabarani, ajali za treni. Kuna mwingine kwa vitu vya aina mbalimbali, ili mradi umeondoka. Kwa sababu katika historia ya dunia ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu, hakuna binadamu aliyepaa kwamba muda wake umeisha amepaa, isipokuwa Elia na Henoko. Wengine wote tuliobakia tunakufa, tunazikwa kwa namna mbalimbali. Lakini tuna matumaini. Mwenyekiti wake wa mtaa amezungumza tabia nzuri ambayo mwenzetu ameiacha, na niombe na sisi zaidi watumishi wa umma tulioko hapa, tuko na vyeo, tuko na madaraka, tuko na status na heshima mbalimbali. Hatujui siku wala saa. Tuishi maisha ya Zuberi. Usipite watu bila kuwasalimia. Nyenyekea, kwa sababu hatujui siku wala saa ambayo Mwenyezi Mungu atasema njoo, rudi mavumbini, kwa sababu sisi tulitoka mavumbini na mavumbini tutarudi. Poleni sana. Mimi naitwa Senior Assistant Commissioner wa polisi Shedrack Masija, kamanda wa polisi mkoa huu wa Rukwa. Tumeondokewa na kijana wetu Zuberi. Katika mazingira hayo, pengine wengine mtaweza kuyaelewa kwamba huyu amepoteza maisha tarehe 14 mwezi wa 7. Leo ni tarehe 22, kwa ni takriban siku 8 kuelekea 9, ndipo sasa tunakusanyika kwenye viwanja hivi kwa nia ya kumwaga na kumsindikiza huko nyumba yake ya milele itakakojengwa. Ni kwamba tarehe 14 kama mlivyoelezwa, mwezi wa 7, alisafiri akaenda na Manyere, ambako alienda kumsalimia askari mwenzie wa intake yake. Alipata ajali, yeye akavunjika mkono, akatibiwa Mbeya na kurudi. Kwa hivyo yeye alienda kumsalimia. Wakati anarudi kwenye saa 4 usiku, ndipo naye akapata ajali. Ajali ile ilikuwa ni mbaya, kwani gari alilokuwa anatumia na akiwa peke yake iliwaka moto. Kwa hivyo naye akawa ameungua, kiasi cha kwamba haikuwa rahisi kwa macho haya yote ya kawaida kusema huo ni mwili wa nani. Sasa kwa taratibu zilivyo, hata unapofanya postmortem, unajua unapofanya uchunguzi wa mwili lazima wewe shahidi unaenda kushuhudia mwili, umwambie daktari anayefanya uchunguzi kutafuta sababu ya kifo ni nini, lazima umwambie huyu ni nani na unamtambuaje. Sasa hilo likawa ni jambo zito, ndio maana utashangaa mbona ilikuwa kimya toka tarehe 14. Tulilazimika kutumia njia za kisayansi, chukua vipimo, peleka Dar es Salaam, na majibu ndio yamerudi jana kwamba huyu aliyeungua kwenye hilo gari mpaka kufikia hatua hiyo si mwingine, ndio yeye Zuberi Bakari Lombe. Kwa hiyo ndugu zangu waombolezaji, niwape pole sana, lakini niwape salamu za mkuu wa jeshi la polisi Fanda IGP Camillus Mungoso Wambura. Nawapeni pole sana maafisa wakaguzi na askari wa jeshi la polisi, lakini
maafisa na askari wa majeshi mengine, wakuu wa idara zote hapa Rukwa / Sumbawanga, lakini waombolezaji wote anatupa pole kubwa. Mheshimiwa Jaji Mfawidhi, kama ulivyosikia historia ya huyu kijana Zuberi, hana muda mrefu kwenye ajira yake au kwenye jeshi letu la polisi, na mimi nina muda kidogo nimempokea kitokea kozi ya kwanza kabisa tumemwasesi na tukamwona anastahili kufanya majukumu yale yaliyokuwa yamepangiwa. Alijifunza kwa haraka sana, bahati nzuri alikuwa mwepesi, akayashika, hatimaye naye akawa sasa ni mwalimu wa kufundisha wengine. Kubwa hapa ni waombe askari, tumeondokewa na Zuberi ambaye alikuwa ni mwalimu wetu. Naomba tutengeneze walimu wengine. Ni nyumba, yani nyumba imepata ufa, haijabomoka, tunaiziba alafu tunaendelea kuishi. Kweli kifo ni fumbo, lisingekuwa fumbo au ingekuwa ni fumbo jepesi ambalo mtu analifumbua, basi pengine siku hiyo asingekwenda huko au asingeendesha gari. Imekwisha tokea, hatuna jinsi. Kubwa tumeambiwa na viongozi wa dini, lakini na wengine waliotangulia, tuendelee kumwombea, lakini na yeye huko aliko, na yeye atuombee kazi hii tuliyobaki nayo isiwe nzito, isiwe ngumu, iwe ni nyepesi. Lakini kwa ujumla wake ni washukuru tu wote mliofika, sababu Waswahili wanasema shughuli ni watu. Msingetuachia sisi peke yetu, hata hatujui tungekuwa tunalia namna gani, lakini mmekuja kusaidia. Tulie wote, tunawashukuru sana. Tuwaombe linapotokea jambo jingine la namna hii, basi tusisite kushirikiana, tukalifanya wote kwa pamoja, linakuwa ni jepesi. Kiachia wewe peke yako, uwezi ukafanya kila kitu peke yako alafu likawa ni jambo jepesi la kiasi hiki. Basi baada ya kusema hayo, niwaombee tu wale wanaosafiri kumpeleka mwenzetu kwenye nyumba yake ya milele huko Dar es Salaam, wasafiri salama, wasafiri kwa amani. Lakini la mwisho kabisa, barabara ni hatari. Barabara ni hatari sawasawa mnapoingia pori la hifadhi ya taifa ya Serengeti. Kule kuna simba, kuna tembo, kuna wanyama wa kila aina wakali. Usipokuwa makini wanakuondoa duniani. Kwa hiyo barabara na yenyewe ni kama hivyo. Ni waasi sisi watumiaji wa barabara, wewe unaendesha gari, unaendesha pikipiki, unavusha mifugo, ama unatembea wewe mwenyewe kwa mguu au kwa kutumia chombo kingine chochote, iwe baskeli iwe nini, hata kama ni mkokoteni, tuchukue tahadhari ya kutosha. Pamoja na kwamba watu wanasema ajali haina kinga, ni si kweli, ajali ina kinga. Unapochukua tahadhari za kutosha, hata ikitokea basi pengine madhara yake yakawa kidogo. Baada ya kuyasema hayo, niwashukuruni sana, asanteni sana. Baada ya meza kuu, basi maafisa pamoja na wakaguzi wa vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama tulioko jukwaa lililoko hapa mbele yangu, tafadhali tutaomba kumradhi marekebisho. Baada ya meza kuu, machifu. Baada ya meza kuu, machifu, na baada ya machifu basi viongozi wa dini. Baada ya viongozi wa dini, basi maafisa pamoja na wakaguzi tutachukua nafasi. Niombe sasa
maafisa pamoja na wakaguzi, tafadhali tuchukue nafasi. Sikiliza ukabaki Zuberi. Ajali imeondoka na wewe mwamba. Rafiki yetu wa utani mwingi. Kijiwe chetu penda kwenye porotobo dukani Filifosi. Mashindwa kuamini ndio kwamba hatutakuona tena Zuberi. Tuendelee. Baada ya maafisa pamoja na wakaguzi, basi tutafuata renki zinazofuata, kwa maana ya kwamba kuanzia Regiment Sergeant Major, Staff Sergeant, Sergeants kushuka chini. Karibuni. Karibuni. Tuna huzuni kuondokewa na ndugu yetu polisi Rukwa. Tuna huzuni kuondokewa na ndugu yetu. Lala salama Zuberi, tangulia Bwana Lombe. Siku za mwanadamu za kuishi duniani si nyingi, huchanua kama maua, baada ya muda yananyauka. Filifosi, tuna huzuni kuondokewa na ndugu yetu polisi Rukwa. Tuna huzuni kuondokewa na ndugu yetu. Lala salama. Tutakuona tena Zuberi. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهديك ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقضي. Kwa wapiganaji ambao tayari wamekwisha kuaga, wale ambao tumevalia sare za kijeshi, tafadhali tunaomba msogee sasa hapa kwa ajili ya kujipanga kwa ajili ya utaratibu maalum wa kushiriki kwa pamoja kumsindikiza ndugu yetu Zuberi Bakari Lombe wakati anajiondoa katika mkoa wetu huu wa Rukwa kuelekea mkoa wa Dar es Salaam kwa ajili ya pumziko la milele. Wapiganaji tafadhali, wale ambao
Basi hiyo ni jezi ya ndugu yetu Lombe ambayo alikuwa anaitumia na ni namba ambayo alikuwa anapenda sana kuchezea akiba pamoja na ndugu zetu. Basi bodi rasmi inaendelea kujipanga katika nafasi yake ili kuendelea kutoa salamu ya marehemu, ikiwa ni sehemu ya kumuaga katika mkoa wetu huu wa Rukwa, ili apate sasa kuelekea katika mkoa wa Dar es Salaam kwa ajili ya mazishi. Kundi maalum kwa ajili ya kubeba mwili wa marehemu, tafadhali tuchukue nafasi. Kulia na kushoto, geuka. Mwende haraka, tembea. Kikawaida na kiitifaki ya kijeshi, wabebaji wa mwili wa marehemu wanapaswa kuwa na cheo sawa na marehemu. Baada ya kusogea pale wapiganaji walipo, wabebaji wa jeneza tafadhali, naomba wapiganaji tusogee mbele. Hapo hapo tuanze kushajeneza usawa wa mikono yetu, usawa wa mikono. Shusha jeneza chini tafadhali, usawa wa mikono chini. Yes, tuanze kutembea taratibu. Tutawakumbuka makamanda wote waliokufa kwenye mapambano. Tutawakumbuka makamanda wote waliokufa kwenye mapambano. Take my body to my family. If I die, don't bury me here. Take my body to my family. Deremo, mama, deremo, 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 mama, deremo. Tutawakumbuka kazanda wetu aliyekufa kwenye mapambano. Kulikatia kutekeleza kusaidia
Leta hapo, leta pale, leta hapo. Piga kona, piga kona.